Bwana, nipo mazingira ya uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, na nyuma yangu uwanja unaonekana, lakini kama haitoshi, ndio uwanja ambao kesho utatumika kwa ajili ya mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Young Africans dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, mechi hii tunafahamu ndani yake kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea. Iliahirishwa mwezi Machi, ikaahirishwa mwezi huu kwa maana ya Juni 15, na hatimaye imepangwa tena tarehe mpya kwa maana ya Juni 25, sawa na siku ya Jumatano. Sasa kutokana na kadhia ya mchezo huu, kuna maswali mengi ambayo watu wanajiuliza kama wekundu wa Msimbazi wataleta timu ama la, na hilo ndio limekuwa swali kubwa zaidi kwa sasa hivi kuliko mchezo wenyewe. Sasa kutokana na hayo, tumewaona Simba ikiwa hawazungumzii kabisa juu ya mchezo huu, lakini pia Simba hawa wala hawakutokea katika kikao cha bodi ya ligi na waandishi wa habari wangeweza kuzungumza mawili matatu ili kuweza kufahamu msimamo wao, lakini kutokana na sababu hizo mbili ikatulazimu kufunga safari kuja mpaka katika uwanja wa Benjamin Mkapa ili lisitupite na hili pia. Na hapa namaanisha nini? Siku moja kabla ya mchezo, timu mgeni kutokana na kanuni za bodi ya ligi, kanuni sura namba 5, kanuni ya 17 juu ya utaratibu wa michezo ya ligi, inaeleza kwamba timu mgeni anayo fursa ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, muda ule ule ambao mchezo unatarajiwa kupigwa. Maana yake ni kwamba saa 11 ndio mchezo huu unatarajiwa kupigwa, na sisi saa 11 tuko hapa kwa ajili ya kuangalia, na tulifika mapema tangu saa 10, lakini mpaka sasa hivi inazungumzia ni saa 12 ya jioni, na lengo kuu ni kuangalia mnyama ataleta timu kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho. Lakini mpaka sasa tunapozungumza hakuna kikosi cha Simba Sports Club ambacho kimefika hapa, sio viongozi, lakini pia sio wachezaji. Lakini kama haitoshi, ukiangalia hapo uwanjani, uwanja umefungwa kwa maana geti limefungwa. Azam TV wapo katika maandalizi ya kwao ya mchezo, lakini hakuna ulinzi hapa kwa maana ya maskari wapo, lakini nje kuna watu wachache, pilika ni chache sana. Kama haitoshi, shughuli za utafutaji riziki kwa maana ya biashara ndogo ndogo zinaendelea kufanyika katika viunga vya uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Sasa swali kubwa ni hilo. Je, Simba ataleta timu siku ya kesho? Lakini kabla ya kuangalia swali hilo, hajaongelea chochote kuhusu mchezo, wala hakutokea katika press conference kwa maana ya kikao cha bodi kuelekea kwa waandishi wa habari. Kama haitoshi, mpaka sasa tunapozungumza, muda wa kikanuni wa Simba kufika uwanjani kufanya mazoezi hajafika. Inaendelea kuleta mushkili, inaendelea kuleta wasiwasi, na sisi tuko hapa kwa ajili yako kuhakikisha unapata kilicho bora. Sasa kwenye suala la kanuni, hiki ni kifungu cha 45 katika kanuni za ligi, katika sura ya 5 kanuni za mchezo, kwa maana utaratibu wa mchezo. Kifungu cha 45 kinaeleza timu mgeni anaruhusiwa kufika na kufanya mazoezi, lakini sio lazima. Kwa nini sisi tuko hapa? Bwana, tuko hapa kwa sababu Simba katika mchezo ule wa kwanza wa mwezi Machi alikuja katika uwanja huu wa Mkapa, lakini kwa mujibu wa taarifa aliyoitoa ni kwamba walizuiliwa kuingia uwanjani kwa ajili ya kufanya mazoezi. Kutokana na hali hiyo, wao wakaandika barua ya kutocheza huo mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo likapita hivyo. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba Simba walikuwa tayari kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Hiyo ni nia ya dhati kabisa ambayo walikuwa nayo, kwa sababu hadi kufika walifika. Lakini baada ya mchezo kuhairishwa na kupelekwa Juni 15, mnyama Simba pia aliandika barua kuelekea katika mamlaka ya kuomba kufanya maandalizi kwa maana ya wajibu wake wa kikanuni wa kuja uwanjani na kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo katika muda ule ule. Hizo jitihada pia alizifanya, na tukaona mwenyewe Simba waliposti barua kutoka katika mamlaka kwa maana ya wizara inayojihusisha na michezo kwa ajili ile barua ilikuwa ni ya kukubaliwa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo kwa maana ya Juni 14 wafanye mazoezi. Kwa hiyo ilipita. Tafsiri yake ni kwamba katika mara zote mbili zilizopita walifanya jitihada zote za kufanya mazoezi katika mchezo wao. Hivyo basi imetusukuma na sisi leo kufika hapa
kuja kuangalia. Kesho ndo siku ya mechi kwa maana ya Juni 25. Je, Juni 24 kwa maana ya leo wanafanya mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo wenyewe? Lakini mpaka sasa tunapozungumza tayari lisaa limekatika na zaidi haijatokea timu ya Simba kwa ajili ya mazoezi katika uwanja huu wa Mkapa, uwanja ambao mchezo utachezwa. Sasa basi ni haki yao na wajibu kikanuni, lakini kanuni wala haimbani Simba kwenye eneo hili la kupeleka timu siku moja kabla ya mchezo, kwa sababu kanuni inamruhusu kufanya mazoezi kama atahitaji yeye mwenyewe, lakini kama hahitaji kufanya mazoezi basi hakuna shida. Kwa hiyo hapa kwa Simba kama hawatokuja kufanya mazoezi kabisa siku mpaka inamalizika, basi hakuna tozo, hakuna faini yoyote ile ambayo wanaweza kupigwa kutokana na kutokuleta timu siku moja kabla ya mchezo. Lakini yamebakia masaa machache tu kuelekea katika mechi yenyewe, kwa maana siku ya kesho muda wa jioni saa 12. Muda kama huu inawezekana tukao tuna story tofauti. Kanuni zinaeleza vipi? Kanuni zinamtaka timu zote zinahitajika kufika uwanjani dakika 90 kabla ya mechi kuanza. Nieleweke vizuri, naposema dakika 90 kabla ya mechi kuanza, maana yake team arrival, ujio wako timu kufika uwanjani. Yani umefunguliwa geti, mmeingia uwanjani, timu zimeshuka, zinafanya maandalizi yale warm up na kuingia vyumbani, kwenda kupokea maelekezo ya mwisho, kubadilisha nguo na kurejea tena uwanjani kwa ajili ya kuanza mchezo. Iko kipindi chote kabla ya kick off. Basi dakika 90 kabla timu inatakiwa kufika pale. Manake ni lisali 1.5 linahitajika kabla ya muda wa kick off. Tafsiri yake nini? Mechi ni saa 11. Hivyo 9:30 timu zinatakiwa ziwe zimeshaingia uwanjani, zimeshavuka geti la Mkapa, zimeingia uwanjani kwa ajili ya huo mchezo. Hiyo ndio tafsiri yake. Sasa tunasubiri kesho yenyewe ifike alafu tuone. Lakini pia endapo ikitokea timu imefika muda tofauti na huo, kuna adhabu, kuna fine, timu itapigwa au itatozwa. Lakini pia mchezo utakapokuwa umeanza, kwa maana kick off time, kanuni zinaeleza kwamba muda wa kick off, yani ikifika saa 11 jioni, basi timu ambayo iko uwanjani, ambayo tayari imeshatangulia uwanjani, itakaa kumsubiri mgeni au kumsubiri timu nyingine. Inawezekana kama ndo mwenyeji au mgeni, whatever atakavyokuwa, inamsubiri timu mwingine au mpinzani wake aingie uwanjani kwa muda wa dakika 30. Muda umebadilishwa, zamani ilikuwa dakika 20, lakini sasa hivi dakika 30 timu itakuwa imefika. Kanuni zinaeleza hivyo. Sasa basi endapo muda huo itakuwa umefika, kwa maana dakika 30 zimepita, basi mchezo huo itakuwa umevunjwa, lakini anayepewa faida ni timu ambayo itakuwa uwanjani kwa wakati huo. Hao ndio watakuwa wana faida ya kupata hayo matokeo katika mchezo huo. Hivyo basi tunasubiri kuona mnyama siku ya kesho itakuwaje. Maswali yamekuwa mengi, watu wamekuwa wakiwa na gagaziko juu ya mchezo huu, kama utakuwepo au hautakuwepo. Lakini taarifa za ndani ambazo niko nazo ni kwamba nimekuja hapa kwa sababu nahitajika kufika, na taarifa za ndani ambazo niko nazo sio rasmi, zinaendelea kubakia kwamba ni taarifa za ndani au tetesi. Ni kwamba Simba hawakuwa na mpango wa kuja kucheza hapa, hawakuwa na mpango wa kuja kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Hiyo ni taarifa ambazo nilikuwa nazo ambazo sio rasmi. Sasa basi sikutaka kukaa nyumbani na kuripoti hili jambo nikiwa nyumbani. Nikasema professionally natakiwa kuwa hapa kwa ajili ya kuangalia mazingira yote na mnyama hajaja mpaka sasa hivi, manake ni confirmed kwamba mnyama hajaleta timu muda wa kikanuni ambao alihitajika kufika. Hivyo basi kwa sasa tunasubiri kuona kesho itakuwaje. Lakini katika yale maswali magumu ambayo tumejiuliza, swali la kwanza, kwa nini Simba hajazungumzia dabi? Ili swali limeshapita tayari. Swali la pili, kwenye press conference, kikao cha kuongea na waandishi wa habari, pia Simba hakufika, na lenyewe pia tunapiga X. Swali la tatu ni kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, kwa maana ya siku ya leo. Mpaka sasa hivi tunapozungumza Simba hawajafika uwanjani, siku haijaisha, lakini muda wao wa kikanuni unaendelea kukimbia na hawajafika. Na swali la mwisho ni pre-match meeting, kile kikao cha timu zote mbili, kikao cha kitaalamu kinaitwa kwa mujibu wa kanuni, kikao cha kitaalamu kuzungumzia kuelekea mchezo, na chenyewe pia ni miongoni mwa maswali magumu ya kujiuliza. Lakini eneo la mwisho kabisa ambalo ndo lina mantiki kubwa zaidi ya haya yote ni dakika 90 za mchezo. Timu
itafika uwanjani? Je, Simba atafika uwanjani kesho dhidi ya Young Africans? Weka comment yako hapo chini kwa ajili ya kutoa kile ambacho unakifikiria, kile ambacho unakiona juu ya scenario hii na sakata hili kwa ujumla wake.